Mwanaume nisikilize hapa. Wewe uko kwenye mahusiano na mwanamke wako, pengine mna miezi 9, pengine mna mwaka, pengine mna mwaka na nusu, ama mna miaka 2. Imefika wakati unamwambia bwana, mimi sasa hivi nataka nikuoe, nihalalishe uwe mke wangu. Mwanamke anaanza kushtuka. Mbona umenishtukiza? Mbona ghafla? Mbona hukunipanga? Wewe, mimi sasa hivi sijajipanga. Mbona kama ni mapema sana? Kweli hapa ndo tumeshachunguzana. Mimi naomba unipe muda. Maana nakwambia mimi kwa sasa hivi, mimi kwa sasa hivi sipo tayari. Labda tusubiri kwanza kidogo. Wewe ndio mwanaume. Wewe ndio unayeamua kumuoa mtu au kuto kumuoa. Wewe ndio unayetafuta pesa ya mahari. Wewe ndio unayeona tayari mimi ninaweza kumiliki familia. Ukijitazama kiuchumi unaona tayari ninaweza kuimudu familia. Kwa nini yeye aanze kukatalia kuingia naye kwenye maisha ya ndoa? Kwa nini asuesue? Kwa nini awe na mipango yake? Kwa nini awe na mambo ambayo hajayatimiza? Kwa nini aone ni ghafla wewe kuamua kuingia naye kwenye maisha ya ndoa? Wewe si ndio unayechunguza? Si ndio unayeangalia tabia za mwanamke? Wewe si ndio unayetakiwa kujiridhisha kwamba mimi huyu mwanamke naweza kuishi naye kwenye maisha ya ndoa ama la? Yeye kitu ambacho kinamtatiza kuingia naye kwenye maisha ya ndoa ni kitu gani? Mimi nafikiri kama mwanamke ana nia ya dhati ya kuingia na wewe kwenye maisha ya ndoa, pale utakapomtamkia kwamba sasa hivi mimi niko tayari kukuoa, lilikuwa ni swala la yeye kufurahia kuona jamani, mwanaume huyu amenikubali. Asante kwa kunichagua mimi kuanzisha safari ya maisha. Ilipaswa ashukuru. Wanawake wako wengi sasa hivi wanataka ndoa, lakini yeye wako anaanza kukwambia umemshtukiza. Mbona ghafla? Mbona hujampanga? Yeye mbona kuna mambo hajayamaliza? Mara mimi umri, mara nipe muda. Yaani na sababu ambazo huzielewi. Na kibaya zaidi anakuambia mimi kwa sasa hivi siko tayari. Mwanamke akishakwambia siko tayari, usimlazimishe. Niamini mimi ninachokwambia. Kuna watu wanalia. Mwanamke anatakiwa aridhie mwenyewe kuingia kwenye maisha ya ndoa na wewe. Sasa hivi kuna tabia, binti anakuwa na wanaume tofauti tofauti, lakini anaangalia atakapotiki. Pamoja na yote anatangulia kuangalia pale anapopapenda. Yaani yeye pengine kuna mwanaume wake anayempenda, anataka apate kwanza muelekeo wa yule. Asipomwoa ndo aje kwako tu kujiweka, kwa sababu anataka tu kuolewa. Hana nia ya dhati ya kuingia kwenye maisha ya ndoa na wewe. Wewe sio mtu anayekupenda, sio mwanaume wa ndoto zake. Hasa hawa wanaochagua wanaume. Ndugu yangu, mwanamke atakapokuambia mimi sipo tayari, mwache, usimlazimishe. Na hata akikwambia mimi nipe muda, mwambie mimi sina muda wa kukupa wewe. Sasa hivi nianze mipango mipya ya kutafuta mke mwingine, maisha yanaenda, nachelewa. Usikubali, anakusubirisha yeye kama nani? Wewe si ndio unayelipa mahari yako? Kwa hiyo mahari yako ioze, pesa yako ya mahari iteketee kwa sababu ya wewe kumsubiri yeye. Mwambie mimi siko tayari kukusubiri. Mimi sasa hivi huu ndio muda wangu sahihi wa mimi na hisi naweza kuingia kwenye maisha ya ndoa. Kwa hiyo kama utaki, basi ndugu yangu wewe sema moja, maisha ya ndoa yasiwepo kati yetu. Na ukikubali huyo mwanamke akakukatalia huo wakati, lakini akaenda kukaa kwa akajifikiria, eti imepita muda ndo anarudi, mimi naona tu tuoane. Ndugu yangu, tayari huyo ameshaachwa huko alikotoka. Mwanaume aliyemtaka hajamuoa. Kwa hiyo amekuja kwako kujiegesha tu. Mwisho wa siku ndio mwanamke anaanza kukusumbua kwa sababu wewe haukuwa chaguo lake. Yeye anachagua wanaume. Mwanamke hatakiwi kuchagua mwanaume. Mwanamke anatakiwa kuchagua mwanaume kwa sababu ameona huyu anaweza kuwa baba na mume mzuri kwangu. Hicho tu. Asichague muonekano, asichague sura wala hali ya maisha ya mwanaume. Lakini yeye kama anaanza kuwa anakuwa na wasiwasi, mimi ngoja kwanza. Wanakuwa na ajenda zao hao, wana watu wao huko ambao walitarajia wawaoe. Wewe unapoanza kumwambia utangulie kumuoa yeye kabla huyo mtu wake anayemtaka hajaoa, unamharibia ajenda yake. Yeye ametega pale mtego. Pengine huyo mtu wake anayemtaka atamuoa yeye. Wewe ndio umemharibia. Watu wengi sana wamelia kwenye ndoa na wanawake wa aina hii. Mwanamke aliyesuasua kuingia na wewe kwenye maisha ya ndoa, wewe ukafanya kumbembeleza. Leo hii anakupa furaha gani nikuulize wewe? Najua uko wewe hapa ambaye pengine sasa hivi unalia, ulimlazimisha, mwisho wa siku anakupitisha kwenye magumu. Hakuna picha anaacha kukuonyesha kwa sababu hakukutaka tangia mwanzo. Haukuwa chaguo lake. Ulimforce, ulimharibia plani zake. Mimi nakwambia, mwanamke akishaanza kuwa na masharti wakati wewe ndio unayeoa, shtuka, shauri yako.